Bwana asifiwe. Ni wakati mwingine mwema ambaye tumekusanyika tukiwa wachache katika hii nyumba ya Mungu, na matarajio yangu ni matarajio ya kukufikishia neno la Mungu, kwa sababu neno la Mungu ndio msaada wetu, ndio neno ambaye litautubariki wakati huu wa asubuhi njema. Ni neno ambaye kwa sababu ya kukubaliana na neno la Mungu la Sabato, mimi najua kwa sababu ya mapenzi ya Mungu sisi zote pamoja na wewe tutabarikiwa, na tutabarikiwa kwa sababu tutasikia kwa Mungu. Nataka kwanza tuombe ili tukija omba tukapata ruhusa kutoka kwa Mwenyezi Mungu ili tukaweza kuandamana pamoja. Nitaomba kwanza. Baba, katika jina la Yesu, ninakushukuru wewe mwenye msaada wa kila mwanadamu aliyoko katika ulimwengu huu wako. Ninakuomba ili zote ukatuunganisha pamoja, ukatubariki tukiwa pamoja. Baba, ukatutendea mema tukiwa pamoja. Tunaitisha ruhusa yako kama vile ukatukubalia tuwe katika nyumba yako, ili wote ambaye watakayosikia ujumbe wako Baba, ukawatoa mahali walikuwa wamefinyiliwa, wale wako hospitalini Baba, wewe ukawa msaada wao. Na kuomba nikijua nchi hii imekutwa ni ghadhabu, na kwa sababu ya hiyo ghadhabu ambaye imekuta nchi yetu, ninakuomba ili Baba, wewe mwenyewe ndio unaweza kutuondolea hiyo ghadhabu. Wewe mwenyewe tu ndio uko na nguvu ya kuponya nchi hii yetu ambayo umetupea sisi Baba, tukiwa watu wako ambaye ulituumba tuwe wa Kenya. Tubariki Mungu wetu, kwa sababu neno lako lile liko hai, linasema wakati tutakusanyika katika hii nyumba ambayo inaitanishwa na wewe, tukuombe Baba, kukiwa na magonjwa, wewe mwenyewe umetuahidi ati utaponya nchi yetu. Kwa hivyo hiyo kibali ni yako Baba, na kwa sababu wewe uvunji agano, ninakuomba nikijua tuko na hii magonjwa ya coronavirus, hakuna mwingine mponyaji mwingine isipokuwa wewe. Na kwa hivyo tunakushukuru kwa sababu neno lako liko hai na litatutendea mema na makuu, kwa sababu wewe ni mwema. Ninaomba chanzo kati ya kilele cha neno lako Baba, ukitupea tutasema ni asanti, na ni katika jina lako kuu na la Yesu na Roho Mtakatifu nimeomba na kuamini. Amen. Wakati huu ninajua ukweli wa mambo, niko mbele yako na nikiwa mhubiri wa neno lako. Kitu cha kwanza ninaomba wewe ambaye unayenisikiza ukweli wa mambo, ukajua tumekuja kwa sababu kila mtu anataka kubarikiwa na neno, kwa sababu hakuna mtu ambaye hataki baraka, na kwa sababu neno la Mungu ndio huponya, na neno la Mungu ndio huleta mwangaza, na neno la Mungu ndio lilileta mwanadamu kama mimi ulimwengu huu. Baba, ninajua hili neno ambayo nataka tugawanye na watu wako litakuwa msaada na litatutendea mema. Nataka katika kusoma katika kitabu Second Chronicles chapter 32, na nitaanza mahali nitakwambia. Ni kwa sababu ilifika wakati moja mambo yakawa magumu, na wakati yalikuwa magumu, kuna mtu mmoja nataka kusoma hapa anaitwa Hezekia. Akasikia kweli adui au maadui watakuja, na wakati alisikia maadui watakuja, yeye mwenyewe kwa sababu alikuwa na italisho na hilo na huyo Mwenyezi Mungu, alijua hili jambo. Nitaanza 32 from verse 1, nitasonga mbele kidogo. After these things and this loyalty, Sanballat king of Assyria came, invaded Judah, and then encamped against the fortified city
seeking to take them. When Hezekiah saw that Sennacherib had come and they intended to fight against Jerusalem, he decided with his officers and his mighty men to stop up the waters of the fountains, which were outside the city, by enclosing them with masonry and concealing them, and they helped him. So many people gathered, and they stopped up all the springs and the brook which flowed through the land, saying, why should the kings of Assyria come and fight much waters? Also Hezekiah took courage and built up all the wall that was broken, and raised towers upon it. And they built another wall outside and strengthened the mill in the city of David, and they made weapons and shields in abundance. Amen. Bwana asifiwe sana. Ukweli mimi na wewe tunaweza kujua kuna mambo ambayo hatujui, kuna mambo ambayo hatuelewi. Ukiangalia huyu ni mfalme wa Babylon ambaye alikuja kwa sababu alikuwa anataka kuangamiza Hezekia. Lakini wakati alifikia pale, Hezekia naye kwa mawazo ambaye alipewa na Mwenyezi Mungu, akapewa mawazo ya kusaidia nchi yake. Na ile mawazo alipewa mawazo kama vile tumesoma mimi na wewe ukiwa katika hiyo Biblia yako. Yeye akafikiria, akaita watu wake, wakajadiliana, wakasema huyu ni adui amekuja katika nchi yetu, na huyu adui hatutamkubali akunywe maji ya vilima zetu. Kwa hivyo tufanye nini? Hezekia akafikiria, zile vilima zilikuwa kando ya hiyo mji. Yeye akafikiria, hapana, hawa adui kabla wafike tutasika hizo vilima, na tukizika hizo vilima tuziweke mawe, adui hatapata kitu ya kukunywa. Ukweli wale watu walikuwa na Hezekia wote wakakubaliana na hilo jambo. Kwa hivyo wao wakatoka, wakaenda kuanza kufunika zile vilima kwa mawe, na wakafunika zote. Ukiangalia Hezekia kutoka hapo akawa na nguvu, kwa sababu alijua adui akipata maji, ukweli mahali pale hatatoka. Hata nawe kaa vizuri, ukipata mahali iko chemchemu ya maji, mtu ashoki. Hata angalia Kenya yetu, ukiangalia kuna watu wengi upigania mahali kuko na kisima cha maji, na unaona kweli wanaleta mitina, wanauana wao wenyewe, kwa sababu akiwa katika mahali pale kuna kisima, kondoo zao, ng'ombe zao, mbuzi zao, wao wenyewe katika maisha ya ulimwengu huu, ng'ombe zao zinapata maji. Kwa hivyo Hezekia naye akajua ukweli wa mambo. Hawa maadui hawatakaa mahali hapa, kwa sababu ile kitu akipata ya kuwawezesha kukaa mahali pale, hiyo tayari ameweka mawe. Kwa hivyo hawajui, kwa hivyo hatapata kitu ya kuwaweka uhai. Na kwa sababu alikosa, ukiangalia Hezekia wewe mwenyewe, kwa sababu wakati alifanya vile, ukiangalia hata alisingia mji wake wote, akaujenga upya, kwa sababu adui ukiangalia adui yeye huingia kwa sababu amekuta hakuna mahali anaweza kuingilia mahali popote. Na kwa sababu anaweza kuingilia mahali popote, Hezekia akajua, sasa mimi nitajizingira ili hawa maadui, kwa sababu kwani wamekosa maji, wakija wakute kweli ameweka ukuta wa kuzingira huo mji wake. Kwa kufanya vile, hebu angalia
Hezekia mwenyewe akapata nguvu, akapata uwezo, na kweli Mungu akamwezesha, akamdumisha katika huyo mji wake. Kwa hivyo huyo mji hawakuweza kuingia, hawakuweza kupata nafasi ya kuingia. Naye wale watu ambao walibaki katika huyo mji wa Hezekia, ukiangalia vizuri, walikuwa ni watu ambao wanampenda Mungu. Nataka kusema nini? Wa leo sisi wenyewe, kama wewe hujui na mimi pengine sijui, nataka tujue kutokana na neno la Mungu. Kama wewe ukiachilia mawazo yako katika huu ugonjwa, ukweli wa mambo utakuwa ukiona kila wakati wewe you are the next victim. Ni kwa sababu wewe kuna yale masharti imetolewa, fuatilia hiyo masharti yote, lakini ujue ya kwamba kama hutazika hizo chemchemu zinatokea ndani yako, chemchemu ambaye watu wa Mungu hawajajua kuzifunika, ni zile chemchemu za dhambi. Kwa sababu kama hutajua dhambi zako, ukweli wa mambo, adui ako pale, na adui ako pale akiwa na uwezo, na ule uwezo nataka tuangalie Biblia kwingineko katika kitabu cha Luke, ili uone vile mambo huwa ngumu. Na mambo inakuwa ngumu kwa sababu kama hutaweza kufunika, wewe utakuwa ukiongelea dhambi kama hiyo ndio chakula. Ukiangalia wale watu ambao hawajajuana na Mungu, mtu hajui ati mambo ya kukwaza lazima yaje. Na ninataka uangalie mahali hapa Luke chapter 13 verse 11. Nataka uone ile vita kutokea, sababu mambo ya kukwaza hiyo lazima. Lakini kwa sababu Hezekia walikubaliana wasike, ushindi ukapatikana pale. Nataka kusoma there was a woman there who for 18 years had a infirmity caused by the spirit, a demon of sickness. She was bent completely forward and utterly unable to straighten herself up or to look upward. And when Jesus saw her, he called her to him and said to her, "Woman, you are released from your infirmity." Then he laid his hands on her, and instantly she was made straight, and then she recognized and thanked and praised God. But the leaders of the synagogue, indignant because Jesus had healed on the Sabbath, said to the crowd, "There are 6 days on which work ought to be done. So come on those days and be cured, and not of the Sabbath day." But the Lord replied to him, saying, "You play actors, hypocrites, does not each of you on the Sabbath lose the yeast or his donkey from the store, and lead it out to water it? And all this woman, the daughter of Abraham, who certainly has kept the board for 18 years, be loosed from this board on the Sabbath." Even as he said this, all his opponents were put to shame, and all the people were rejoicing over all the glorious things that were being done by him. Amen. Ukweli wa mambo, wewe ambaye tuko na wewe, hiyo ni maandiko. Huyu ni mama amekuwa na shida miaka 18, na hiyo miaka 18 hakuna mtu mwingine alikuwa na huruma,
na uone watu hawakuwagi na huruma, lakini wakiongea wakati wako kwa kanisa wanaonekana kama wako na huruma. Huyo mama alikuwa ni wale watu hawezi kuamuka. Yeye alikuwa anaishi maisha ya kuinama. Kwa hivyo hata siku moja hajasimama akaangalia akiwa upright. Na kwa sababu hiyo yeye alikuwa na hiyo shida. Ukimwangalia katika zile shida, yeye mwenyewe na nyumba yake au na nyumba ya watu wao, watu ndio walijua kweli kwetu kuna kiwete, mtu ambaye hawezi. Ni kwa sababu hajasimama kama vile wewe unasimama. Yesu akiwa mbali, kwa sababu Yesu ni mwenye huruma, akaonea yule mama huruma, akamwambia, leo utafunguliwa ile kifungo umekuwa katika hiyo miaka 18. Ati leo utafunguliwa jela. President wetu alete amnesty hawa watu wale wakuje na watoke katika jela. Na ukweli wale akisema hivyo, sababu yeye ndio yuko juu ya sheria, hakuna mtu mwingine atampinga. Hawa wote watafunguliwa. Lakini kwa sababu yule ameachiliwa, wewe hukuwagi na huruma. Wewe hujasika chemchemu zako, sie mbaya. Bado adui bado wanakunywa hizo chemchemu. Ukiangalia ndio watu unakuta hawakuwagi na huruma. Na kwa sababu hakuwagi na huruma, watu wa kanisa wale nimesoma, hawa wenyewe wakalalamika, huyu mama hakustahili kuponywa siku ya Sabato. Akawaambia congregation, mkumbuke mnastahili kufanya kazi siku 6. Hizi siku 6 ndio zinastahili muwe mkija kuponywa, lakini si wakati huu. Yesu mwenyewe hata naye akachakaa, hii ni kanisa gani? Hata yeye Yesu amechakaa. Hawa wamekunywa kisima gani? Kisima ambaye hakina huruma. Nawe pengine unaweza kuwa mmoja ambaye unakunywa, wewe bado hukusika kisima zako za zamani kama Hezekia. Hezekia alisika vizima ili adui asikunywe tena. Na ukiangalia mtu yoyote ambaye hajamsika vizima za zamani, hebu angalia Yesu akawaita ninyi wanafiki, kwa sababu mtu ambaye hajasika hizo vizima hajakuwa na mambo yale tunasoma, mambo ya kiroho. Ukiangalia Galatians 5:22 inasema kuna mambo ya kiroho na kuna mambo ya kimwili. Mambo ya kimwili imeelezwa vizuri, ni unafiki, hasira, matekano na chuki na mambo haya mengine. Lakini mambo ya kiroho ukiangalia vizuri, mambo ya kiroho ni upendo, ni furaha, ni amani, ni huruma, mambo kama haya yote. Lakini angalia hawa wenye sinagogi, hawa ndio walikuwa na vita kali, kwa sababu wao wenyewe hawajazika vizima za zamani. Kwa hivyo bado adui ndio anacheza, kwa adui ndio anafanya kazi. Hebu angalia vizuri, wakati mtu anaghadhabishwa ni kitendo Mungu ametenda. Hata nawe nataka umpatie jina, kwa sababu sitaki nikupatie jina. Mungu ametenda, Yesu ametenda, na kwa sababu ya kutenda, hapo ndio nataka uone watu wa sinagogi, ule umati ulikuwa pale. Ukiangalia vizuri, ulikubaliana na huyo alikuwako wakati huo, kwa sababu ukiangalia, kwa sababu ya kuponywa, ukiangalia walighadhabika kweli. Na kwa sababu ya kughadhabika, wao wenyewe hawakujua
hata hii ni mbaya. Kughadhabika na kuleta machani vile inastahili. Wale watu ambao hawajui dhambi, ukiwaangalia vizuri, na ninataka uangalie wale ambao hawajui dhambi zao, wanajua dhambi za watu wengine. Na mtu ambaye hajui dhambi zake, ukweli wa mambo, hakuna mahali amepewa ruhusa ya kumwabudu Mungu au ya kuomba. Utaomba namna gani? Na Biblia nataka nisome mahali kidogo sana. That is Mark 10. Mark 11:25. Hebu angalia vizuri Mark 11:25. Ndio sasa sisi zote tuelewe na tujue kweli tunaelekea upande gani. Mark 11:25 nataka uone. Ili mimi na wewe ukweli tuwe watu ambao wanajua tunaelekea wapi. Sababu Biblia yako hapa hata na hiyo yako nafikiri inasema kitu kimoja. That is Mark 11:25 inasema, and whenever you start praying, if you have anything against anyone, forgive him and let it drop, leave it, let it go. In order that your Father who is in heaven may also forgive your own failing and shortcoming, and let them drop. But if you do not forgive, neither will your Father in heaven forgive your failing and shortcoming. Amen. Hili ni neno. Na neno la Mungu ni la Mungu. Na litakaa mahali pale likiwa la Mungu. Ukweli, wala hawajafika mizima za zamani. Hebu angalia vizuri. Bado hata wa leo, mtu ni wa kanisa, mtu ako na title, ile mataito kubwa kabisa. Kwa sababu mimi najiita bishop, mwingine anaitwa apostle, mwingine anaitwa pastor, anaitwa archbishop, na mwingine na majina makubwa. Kama wewe mwenyewe huna huruma, hujasika ile mizima za zamani, adui bado wako na uwezo tu. Adui bado wanakulalia. Kwa sababu kila wakati unajikuta kweli mambo ya kufanya uwe WhatsApp ni mambo nyingi sana, kama vile nilihubiri jana usiku. Ukiangalia ni mambo nyingi. Sababu niliwaambia Mungu ajaribu mtu. Mtu anajaribiwa na maovu. Kama unajaribiwa na maovu yako ile iko ndani ya moyo wako. Na ndio unakuta watu wengi, unakuta wanaumwa na kichwa, sijui wanaumwa na miguu, sijui wako na gout, sijui wako na nini. Unakuta watu wako huko na wako na shida zao mbalimbali, na hizi shida wao wenyewe hajui zitokea wapi na ziliingilia wapi. Nimesoma mahali hapa, Yesu mwenyewe akaniambia na akakwambia, wakati wowote ninaenda kusali, wakati wowote ninaenda mbele ya huyo Mungu, ukiangalia ukweli wa mambo, nikienda mbele za Mungu, lazima ukweli nami nimejue niko na Muumba yule ananiona ndani ya moyo. Wacha kuangalia za surrounding. Surrounding hata kusaidia. Angalia vizuri. Surrounding haita kusaidia. Wewe kubali kuonekana na Mungu. Wacha kuonekana ni watu. Watu wako na mambo nyingi. Lakini wewe kubali kuonwa ni Mungu. Kwa sababu unaenda kusali, unajipeleka mbele ya Mungu, unapiga makoti mahali pale, badala wewe umwambie shida zako, mahali shortcoming zinakujia, badala ya wewe ujue kusameheana, unasamehe mtu and you forget about it. Lakini wale ambao hawajui ukweli wa mambo, hebu angalia wako upande gani? Yesu akasema, kama uko na jambo na mtu, hapo lazima uelewe ndugu yangu, uko na jambo, kuna mtu fulani. Kwa
kwa sababu ya makosa ya hapa na pale. Vile nilikuwa nasema kujaribiwa. Kujaribiwa Mungu ajaribu mtu. Unajaribiwa na maovu. Na hiyo tulisoma James 1:12. Utajirudia wewe mwenyewe. Mtu ajaribiwe na watu, mtu anajaribiwa na maovu yale iko ndani ya moyo wako. Na kama hiyo maovu wewe mwenyewe hutayaona, ndio usamehe. Tunasema tunasamehe wale watu, tusamehe wale wametukosea. Ukweli, hiyo ni lazima, na hiyo haina shortcut. Biblia imetuambia kama ukienda mbele za Mungu, lazima wakati unamwabudu Mungu, wakati unamuomba, lazima you must drop all the charges against your brother. Na hiyo ndio ukweli. You must drop and let it go. If you don't do that, your prayer will not be heard at any given time. Andika mahali. Na hiyo ndio ukweli. Na kama wewe husameheani, hata wewe mwenyewe hutasamehewa. Note it. Note it in your mind that if you do not forgive, you will never be forgiven. So whenever you stand before God, you must forgive. At any cost, you must drop it and let it go. Bwana asifiwe sana. Hiyo hakuna shortcut. Na hiyo ndio mtu unakaa na chemchemu yako bila kusika ile mambo ya zamani. Lakini ukiangalia wale walisika, ndio adui wasipata uwezo. Hebu angalia hata wa sasa. Hawa watu ukiangalia wanaendelea vizuri. Kwa sababu Hezekia kwa sababu yeye alisika. Hata ukimalizia mahali umesoma, utaona vile Mungu alitenda maajabu ambaye haigatendwa na mtu mwingine. Kwa hivyo nataka kumaanisha namna gani? Huyu mama wakati alikuwa na zile shida, wale watu wengi walinung'unika. Angalia, it was a synagogue, it was a church, na hawa ndio walipiga kelele sana. Na walipiga kelele kwa sababu hawakutaka yule mama aponywe, hawakutaka apate msaada. Na kwa sababu hawakutaka, ndio unakuta wao ndio walikuwa wa kwanza kupiga kelele. Na wanapiga kelele kwa sababu gani? Kwa sababu wao wenyewe hawakutaka hata dakika moja huyo mama awe huru. Na kwa sababu hiyo, nikirudi nimalizie vile Yesu naye alimalizia mahali pale. Yesu alisema, and ought not this woman, daughter of Abraham, whom Satan has kept bound for 18 years, be loosed from this boat on the Sabbath day. Even as he said this, all his opponents were put to shame, and all the people were rejoicing over all the glorious things that were being done by him. Angalia, huyu mama alijikuta akiwa jela, alijikuta tayari, pengine alizaliwa hivyo akiwa ameinama, au aliupata ugonjwa pengine akiwa safarini. Na hiyo ugonjwa, unajua huyu ni mtu wa Ibrahimu. Lakini wale wende synagogue hawakujua huyu ni mmoja wa Ibrahimu. Wao walikuwa na nia nyingine, kwa sababu wako na chamchamu yao ile wanakunywa. Ukiangalia, kuna mtu hufurahia wakati watu wako na shida. Ukiona mtu anafurahia wewe ukiwa na shida, ujue naye ako na siku zake. Pengine ni kama kuchekelea mtu mgonjwa. Ukweli hakuna mtu anaomba ugonjwa, lakini mtu ujikuta ako na ugonjwa kwa mwili. Wewe kama hujui, ukichekelea mwenzako sababu amegonjeka, ukweli ile magonjwa yule ataondolewa kama Gehazi. Angalia Gehazi. Gehazi ukimwangalia vizuri, alikuwa na Gehazi na Naamani alikuwa na ukoma.
na akiwa na ukoma, wakati Gehazi mtumishi wa Mungu alikuwa anatumikia Elia. Wakati alikuwa anamtumikia, wakati alifanya makosa, akafuatilia yule mtu, akamwambia ametumwa na Elija aende achukue hizo maguo na pesa na nini. Ukweli, wakati alirudi, Elia alimwambia, huu ndio wakati wa kupokea mali. Hiyo ni Judges chapter 5. Utaangalia. Huu ndio wakati wa kupokea mali. Wakati alimwambia hivyo, alimwambia ile shida ilikuwa na Naaman, wewe itakurudia. Hebu angalia vile mtu unachekelea mtu kwa sababu amegojeka. Wewe ujue hata na wewe huna nafasi, utacheka yule, na wewe hii kitu itakurudia. Kwa hivyo ukiangalia Wafalme 5 utaona ni Wafalme, si Judges, Wafalme. Ukiangalia hawa wafalme hawa, ukiangalia ilifika hiyo wakati, na huyu Gehazi akapatiwa yule alikuwa anaona ako na kitu kizuri. Na ukweli, Naamani aliondolewa shida, ikarudia huyu. Naye hawa watu wa Mungu wale hawajui. Wengi wetu kuchekelea wagonjwa, kuchekelea wengine. Unaweza kuona uso wa mtu umebadilika, unaweza kuona mtu amepigwa vita fulani aina fulani, usimcheke. Ukimcheka, ile shida yule alikuwa naye, wewe itakuja kwako. Na uangalie vizuri, kama hujajua leo, usiwahi kuchekelea mtu. Usiwahi, kwa sababu hakuna mtu aliomba mtu huyo awe hivyo na hivyo unavyoona. Mtu yoyote ni kujikuta, anajikuta ako hivyo. Nawe wewe ukiwa mtu wa Mungu, ombea yule. Kuwa na moyo ambayo umepondeka, kuwa na huruma. Unaona kweli hata wewe mwenyewe unaweza kupatwa na hiyo shida, au janga kama hilo linaweza kukupata. Na likikupata, ujue wewe utalia peke yako. Lakini ukiwa mtu wa Mungu ambaye anasoma Galatia 5:22, hiyo ujue ushindi utapatikana pale. Huyu alikuwa katika minyororo ya huo ugonjwa na alimaliziwa. Naye wakati Yesu alikuwa akiongea hilo jambo, wale watu wengi wakaangalia, wakakubaliana na Yesu, wakaona kweli wewe Yesu ni wa uzima. Yesu hakuchekelea mtu, hakumuuliza wewe ulipata hii shida wapi. Yesu alimponya kwa sababu ya huruma. Hakumwingiza hogo, hakutaka alete kitu katika kwa kanisa. Mtu akiponywa, hakuna kitu unaleta kwa kanisa, kwani kanisa ndio likuponya. Wewe labda uje kwa kanisa ushukuru Mungu, lakini hakuna kitu kingine unagawanya. Ni ushukuru Mungu, hakuna jambo lingine, wewe uje tu kushukuru. Kwa hivyo hawa watu wote ukiangalia, watu waliona, na kweli hawa watu grupu ni mbili. Hawa wanafurahia, grupu nyingine inaghadhabika, kwa sababu wao shebu zao zile walikuwa wakiwa katika nyumba ya Mungu hawakufunika. Kwa hivyo hiyo shebu bado inaleta ile maji chafu, na ndio maji chafu unakuta mtu kila wakati anaghadhabika. Ako kila wakati unakuta mtu ni furious, unakuta mtu uso wake amekujana. Ni kwa sababu mambo mengine haieleweki. Hiyo ni shebu ile tulikuwa naye ya kwanza. Nikimalizia, nataka nimalizie na kitabu ya John chapter 5:14. Hapo nataka nimalizie, ndio watu wa Mungu tujue ukweli. Ati kweli, naye ukweli ndio utatukomboa. Utatukomboaje? Utatukomboa kwa sababu nitasoma, nianze 13 au nianze gapi? Nianze verse 10. That is 5:10. John 5:10 inasemaje? So the Jews kept saying to the man who had been healed, it is the Sabbath,
and then you have no right to pick up your bed. It is not lawful. He answered them, the man who healed me and gave me back my strength, he himself said to me, pick up your bed and walk. They asked him, who is the man who told you, pick up your bed and walk? Now the invalid who had been healed did not know who it was, for Jesus had quietly gone away and passed on unnoticed, since there was a crowd in the place. Afterwards, when Jesus found him in the temple, he said to him, see, you are well. Stop sinning, or something worse may happen to you. The man went away and told the Jews that it was Jesus who had made him well. For this reason, the Jews began to persecute, annoy, torment Jesus, and sought to kill him because he was. Amen. Hiyo ni neno. Na neno ukiangalia wao wenyewe the Jews walikuwa wao na vita kubwa, na vita yao kubwa hawakutaka mtu wowote apone. Hawakutaka kusikia ati kuna mtu anaweza pona. Walikuwa wanataka watu wote wawe chini ya mamlaka ingine. Hawakutaka jina la Mungu liinuliwe. Walikuwa na shida. Walikuwa wanaulizana, ni nani huyu? Wanauliza yule, hebu imagine mimi nikipona, hata wewe wakati unapona. Ukweli ukiangalia, wewe ambao umepona unafurahia. Hata nyumba yenu pengine inafurahia. Kwa sababu wakati ulikuwa hosi, wao wenyewe ndio walikuwa wanalipa bili. Wao wenyewe ndio walikuwa wanasumbuka na kuenda kukuangalia na kwenda kukuletea hii na hii, kwa sababu anataka uwe sawa. Huyu ni yule jamaa alikuwa amekaa pale for 30 years. Lakini ukiangalia watu hawakuwa na huruma, kwa sababu hawatafika zile bizima. Ukiangalia ukweli wa mambo, hawa walikuwa swali yao, ni nani alikwambia take your mat and go? Hiyo ndio vita. Ni huyu ambaye hashughuliki na siku ya Sabato. Kwa sababu Yesu yeye mwenyewe ukiangalia yule aliponywa. Hata yule anasema yule alimponya, ndio alimwambia, wewe chukua mkeka wako na uwe. Angalia yule ameponywa, hakuna anaulizwa maswali mingi. Hata kujine yule mtu alikuwa haoni, alikuwa anauliza maswali. Alikuvalia nini? Alikupaka nini? Unakuta wanasubua yule ambaye ameponywa. Na yule ameponywa ukweli yeye yako na furaha kwa sababu ameponywa. Nikaendelea. Nani huyu alikuponya? Nani huyu alikwambia uchukue mkeka wako? Hata yeye mwenyewe akasema hata hajui yule ambaye alimponya. Hata yeye hakujua. Kwa sababu wakati Yesu alimponya, Biblia inasema kulikuwa watu wengi. Kwa hivyo hata yeye hakujua mwenye kumponya. Na kwa sababu hakujua mwenye kumponya, akawaambia mimi sijui, lakini nina furaha, mimi ninaona. Akimalizia chapter 14. Afterwards, when Jesus found him in the temple, he said to him, "See, you are well. Stop sinning, or something worse may happen to you." Akalia sasa. Ukweli wa mambo, yeye hakujua kini Yesu alimponya, lakini ikafika Yesu mwenyewe akamkuta. Wakati alimkuta, alimwambia jambo moja, na wewe nataka hapa usikize vizuri. Kwa sababu watu wengi, mimi na wewe, ukweli, najua hakuna mtu ambaye hajaponywa. Pengine umeenda hosi, ukatibiwa, ukaponywa. Hata hukujua ni kwa nini ulienda hosi. Mwingine akaponywa magonjwa ni nyingi katika ulimwengu huu.
unapitia kwa matibabu, unaendelea, inafika wakati unapona. Wakati alipona, ukiangalia vizuri, Yesu mwenyewe kuna kitu alikuwa anataka hii message inifikie na ikufikie wewe. Yesu alimwambia, unaona wewe umeponywa mahali ulikuwa, umeponywa ile ugonjwa ulikuwa naye. Kutoka sasa, stop sinning. Stop sinning, or something worse than the sickness that you had, it will come to you. Ukweli wa mambo, mimi nimeponywa magonjwa mengi. Hata wewe mwenyewe umeponywa magonjwa mengi. Lakini suluhisho, kama nataka kupanda suluhu leo, stop sinning. Na wakati utawacha, ujue it is for your own benefit. Lakini ukirudia ile makosa, unajua watu wengi hata wakigojeka, hebu jaribu uliza mwenzako, wakati mmoja ulilazwa hospitalini au ulilazwa mahali gani? Hebu uliza watu wengi, hakuna mtu, si wengi isipokuwa wale wamekubaliwa kujua ni kwa nini uligojeka. Watu wengi hawajui hivyo. Wewe unajikuta inafika wakati fulani unajikuta huko hospitali. Hata ukiulizwa, Mungu anakuuliza nini, wewe hujui. Sababu gani? Job 34:1. Nataka nisome nikimalizia. Watu wengi hawajui ati unaulizwa nini. Mungu si mwenda wazimu. Soma Biblia yako. Job 34:1. Ili ujue Mungu hakuagi na wazimu. Wewe unachapo kivyako na tuchapi pamoja. Stop sinning. Job, nataka tuangalie na wewe. Ungekuwa umesoma, ningefurahia sana. 34:1. Ukweli wa mambo, lazima jambo lijulikane. Si ati Mungu ni mwenda wazimu ati tuakusukume huko hosi. Mungu sio hivyo. 34:1 anasema, for has anyone said to God, I have borne my judgment. I will not offend anymore. Teach me what I do not see in regard to how I have sinned. If I have done iniquity, I will do it no more. Amen. Angalia vizuri. Wewe ambaye umelazwa mahali pale, Mungu si mjinga. Wewe kama unafikiria Mungu ni mjinga, Mungu si mjinga. Mungu yuko pale anasimama na sheria yake. Hakuna mtu ambaye amewahi kupatwa na shida bila Mungu. Hiyo ni Lamentation 3:37, 38 and 39. Andika mahali. Na ukweli, wakati mtu anaadhibiwa, hata ngoja nisome tu hivyo. Ndio sasa nikimalizia, wewe mwenyewe ndio utajua ulikuwa wapi. Mungu si mjinga, na ukae ukijua Mungu akai kama vile mimi ni mwanadamu, na hii ni sheria. Tuko na sheria za nchi. Ukiangalia kila mtu anakimbia sasa, unakimbilia masaa yako. Si hata mimi nakwambia ukimbie, mimi ninakimbia kwa sababu mimi najua nisipokimbia mimi nitakutana na mkono wa sheria. Na sheria, unajua sheria haikujui wewe, haijui wewe ni MC au ni governor. Hata wale wanafikiri sisi watu wengi mbeleni magavana au watu wakubwa haku wakifikishwa kotini. Sasa hivi unawaona huko tu, wako huko kama wewe au kama mimi. Kwa hivyo ili jambo wakati liandikwa mahali hapa, mimi ni kitu inanifanya niogope. Na kuogopa lazima niogope kwa sababu niko hapo ndio niogope sheria. Mimi siko juu ya sheria, lakini niko hapo niweze kueleza ukweli wa mambo.
That is Job 3:37. Tasoma vizuri wewe ukisikiza, na ukisikiza nitafurahia sana, kwa sababu umeandika Lamentation 3:37 yako inasema, who is he who speaks and it comes to pass if the Lord has not authorized and commanded it? Is it not out of the mouth of the Most High that evil and the good both proceed, adversity and prosperity, physical evil, misfortune, and the physical good or happiness? Why does a living man sigh, one who is still in this life, school of discipline? And why does a man complain for the punishment of his sin? Hiyo ndio ukweli wa mambo. Hiyo hutaondoa. Ondoa yale mengine na ufanye hiyo mengine wewe unafikiria, but the word of God still stands. Hakuna jambo katika ulimwengu huu linanikuta bila mapenzi, bila kuambiwa nikutane nami. Huyo ni ukweli ambaye hutauondoa. Yale mazuri ambayo ninakutana naye, either physical, ile mabaya ninayekutana nazo, na yale mazuri, huyo ni Mungu ameniletea. Nataka uangalie ile shetani alikuwa na kanyangwa. Tangu coronavirus ilikuja, sitasikia mtu akisema ati tutafunga shetani ajijwe nani. Wewe ndio utajijwa ni coronavirus na uende na ukufe. Lakini hakuna mahali almost misfortune zinaletwa na Mungu. Na kwa sababu zinaletwa na Mungu, unakuta unaulizwa swali, hata mimi naulizwa, what does a living man say, one who is still in this life, school of discipline, and why does a man complain for the punishment of his sins? Why do you complain? You are being punished for your own sins. Hakuna mwingine, angalia hapo, hakuna mwingine. Wewe ni wewe. Unakutana na ghadhabu ya Mungu. Wewe ni makosa yako. Makosa yako wewe mwenyewe ndio inakuletea ile shida uko naye. Either you are hospitalized or you are at home, wherever you are, taking a message as it is. In the word of God, in the same Bible that I'm reading. Na wewe mwenyewe utakuta Mungu achezi. Na achezi na mimi nikiwa mhubiri. Achezi na wewe ukiwa msikizaji. You are being punished for your own sins. Ile ingine ambayo tulikuwa naye Job, ndio mambo ieleweke. 34:31 tulisoma tukimalizia, kwa sababu lazima ijulikane. Teach me what I do not see, in regard to how I have sinned. Angalia vizuri, hakuna mtu analetewa shida na Mungu bila kuwa amekosea huyo Mungu. Si mimi hutanikosea, kwa sababu uko na mdomo yako, unaweza ongea mambo yote wewe unataka. Lakini hiyo mambo unaongea, hiyo ndio itakuletea shida. Sitaki nikuletea mimi shida na wewe. Kwa hivyo huyu hakuna mtu anakuwa punished, lakini huyu alikuwa naomba Mungu, nionyeshe mahali nimekukosea, and I will not sin anymore. Akaendelea mbele akasema, teach me what I do not see, in regard to how I have sinned. If I have done iniquity, I will do it no more. Amen. Hebu angalia vizuri, kwa sababu imeandikwa hivyo. Neither does he should God recompense for your sins. Be as you will it when you refuse to accept it. Hiyo anakuachia. Mungu anakuachia hiyo. Wewe ni wewe. Uamuzi ni wako. Wewe mwenyewe ndio utasema vile unataka. Lakini kiboko kiko, na kwa sababu kiko, najua Mungu kwa sababu ya wema wake atazidi kutubariki, atazidi kutuonekania
ili hilo neno likufikie vile lilivyo. Na kwa sababu nimejua limekufikia, tutaendelea huo wakati mwingine. Nataka tuombe. Baba, katika jina la Yesu, ninakushukuru wewe kwa wema wako na utukufu wako. Wewe ndiye uliyatuanzisha Baba, vile Hezekia alifanya. Kweli Hezekia, kwa sababu ya hekima ambayo ulimpatia, yeye alifunika vilima zote zile zilikuwa nje ya hiyo kambi, ili wasipate nafasi ya kukaa katika nchi yake. Naye roho zetu wakati huu ndio nishi ile ambaye maovu inakaa. Tusipoifunika, tusiposemeheana, tusipoondoa mashtaka yoyote ya mwanadamu ndani ya roho zetu, Baba, wewe ulisema kama hatusemeheani, kama hatuiachii iende, Baba, ulisema hata nazi hutatusamehe. Ni kwa sababu wewe umetuamurisha tusemeheane ili nasi tusamehewe. Ukweli wa mambo, tunasema tumewasamehe wale wametukosea, nasi tunatubu makosa yetu, lakini yule ambaye hajui vile, Baba, analaliwa ni mambo mengi. Umetuambia ni kwa nini mtu wa Mungu anakaa akipiga kelele yeye peke yake na hajui yeye ameadhibiwa kwa sababu ya makosa yake. Nimesoma hilo neno na maneno mengine Baba, na kuomba ili ukaguza roho za watu wengi, wakabadili mwenendo wao, kila mmoja wetu akaanza kuona makosa yake na kusameheana na kutubu, ili Baba ukaweza kuponya kila mmoja wetu ambaye anaugua mahali popote anaugua. Hata akiwa baba wa ukweli anaugua coronavirus, akisameheana na akitubu, najua msamaha wa dhambi hata wakati huu ugali unasimama, kwa sababu wewe mwenyewe ulisema yule atakaye kiri makosa yake na kuyaachilia yaende na kukuomba msamaha, wewe mwenyewe ulisema utamsamehe. Kwa hivyo hiyo sheria bado inasimama, na ninajua utaponya Wakenya wengi, utaponya wale ambao watu wanaugua, kwa sababu wanaugua, wengine hawakujua mahali wako saa hii, hawakujua ni kwa nini walienda mahali pale, lakini wale wamesikiza neno lako, najua wewe Baba utawakomboa, sababu wewe ndio mkombozi. Mtu yoyote asiyokombolewa na wewe, hakuna mwokozi mwingine isipokuwa wewe. Na waweka mkononi mwako nikijua utawahurumia na utawatendea mema. Nimefika tamati ya neno la asubuhi hii. Baba, ninakuomba ukanibariki na ukabariki wasikilizaji wote, ukabariki serikali yetu, ukabariki nchi zote za ulimwengu wako, ili Baba magonjwa ambayo imetukuta ukatuondolea. Naomba haya yote nikiamini Baba umesikia na umetenda, na ni katika jina lako kuu na la Yesu na Roho Mtakatifu nimeomba na kuamini. Amen.